Mara baada ya mchezo wetu wa jana asubuhi ya leo tumeamkia katika uwanja wa Kaitaba kwa ajili ya kufanya recovery kwa wale wachezaji ambao walicheza mechi jana na kufanya a full session kwa wale wachezaji ambao hawakucheza mechi jana na ambao waliingia sabu. Na baada ya mazoezi haya sasa tunategemea majira ya saa 7 mchana wa leo, Mungu akipenda, tuianze safari ya kuelekea Mwanza kwenda kwenye mchezo wetu mwingine dhidi ya Pamba Jiji. Sawa, tujalie hali ya kikosi baada ya jana kupata majeruhi, hali yao sasa zikoje? Hali ya kikosi iko salama, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Wachezaji wote ambao wamecheza mchezo wetu wa jana wote wanaendelea vizuri, isipokuwa mlinda mlango Jibril Kasali Tanja ambaye alipata majeraha akashindwa kuendelea na mchezo. Baada ya kutoka uwanjani ama kutolewa uwanjani usiku ule, akafanyiwa vipimo vya awali ili kubaini ukubwa ama kubaini uhalisia wa jeraha ambalo amelipata. Kwanza ameumia goti, msuli wa pembeni hapo unaitwa ligament ndio ambao ameumia. Lakini kwa taarifa njema kutoka kwa madaktari wetu wa Simba ni kwamba jeraha lake sio kubwa, halihitaji upasuaji na wala halihitaji kukaa nje kwa muda mrefu. Anahitaji kipindi cha muda mfupi tu kwa ajili ya kupatiwa matibabu, na baada hapo atarejea uwanjani. Kwa mujibu wa daktari ni kwamba kuna uwezekano akaukosa mchezo unaofuata dhidi ya Pamba, na baada hapo mchezo unayokuja anaweza kuwa sehemu ya kikosi, kwa sababu jeraha alilopata linatibika ndani ya muda mfupi, kisha anarejea kuendelea na majukumu yake. Kwa tuseme ana uwezo wa kucheza mchezo mmoja au hata huo mchezo wenyewe anaweza akawepo kutokana na jeraha lake. Mchezo wa Pamba ni 80% kwa 20, 80 kuto kuwepo, 20 kuwepo. Mchezo unaofuata baada ya Pamba, kwa maana mechi dhidi ya Singida, hapo ni 50 kwa 50, kwa sababu baada ya mechi ya Pamba siku ya Jumatano tarehe 19 ataangaliwa tena ili kuangaliwa maendeleo yake yakoje. Kama atakuwa amerecover pakubwa, basi atakuwa sehemu ya kikosi kwenye mechi dhidi ya Singida. Lakini kama bado atakuwa hajakaa sawa, pia anaweza kukosa mchezo dhidi ya Singida. Lakini kwa sasa for sure ni kwamba mechi dhidi ya Pamba ni 80% za kuto kuwepo na 20 kuwepo pekee. Ndio maana umeona leo hata kwenye mazoezi ameshindwa kutokea. Tunamwangalia hali yake kesho kwenye mazoezi ya mwisho, na baada hapo tutaelekea kwenye mchezo wetu dhidi ya Pamba. Kitu gani kimekufurahisha Bukoba ambacho unatamani ukikute Mwanza? Viko vingi in fact. Cha kwanza ni area ya mashabiki. Tangu tumewasili hapa Bukoba kumekuwa chanya kweli kweli. Mashabiki pale airport, mashabiki mitaani, lakini kubwa kabisa ni mashabiki uwanjani. Na ambavyo mashabiki waliitika katika uwanja huu wa Kaitaba na wanashangilia na kucheza muda wote, ndio kitu ambacho natamani tukikute Mwanza kitu hicho. Tukute watu wanachangamka, watu wana vibe, watu wanamzuka na timu yao, watu wanaonesha kuiunga mkono Simba yao. Hiko ndo kitu ambacho natamani tukikute Mwanza, tukikute Singida. Lakini kingine ambacho natamani kukikuta Mwanza ni ushirikiano. Kwa hapa Bukoba tumepata ushirikiano wa kiwango cha hali ya juu sana. Watu wa Bukoba waliacha kila kitu wakawekeza nguvu kwenye Simba yao. Natamani na Mwanza hivyo hivyo, watu waache kila kitu wawekeze nguvu kwenye Simba yao. Hapa Bukoba watu wana mapenzi na timu yao ya hapa Bukoba, lakini wakasema timu ya nyumbani tusubiri kwanza, tuipambanie timu ya rohoni ambayo ni Simba Sports. Na Mwanza nategemea hivyo hivyo. Watu waachane na vitu vyote vya Mwanza, wajikite kwenye kuisupport na kuipambania Simba, wahakikishe Simba inapata ushindi, mambo mengine yataendelea baadaye. Kingine ambacho natamani kukikuta Mwanza ni sato. Sato. Jana nimekula sato mkubwa namna hii kama Uncle Zala. Wapi? Hapo. Saa ngapi? Wewe ndo katika wale walopotea usiku jana. Mkubwa namna hii mzee. Nimemla masaya mawili kwa ukubwa wake.
Kama ni hivyo basi Mwanza utamkuta mkubwa zaidi ya hivyo. Mwanza nataka mkubwa zaidi sasa.